Siku. Safi mjomba. Maendeleo. Nzuri. Endeleaje bwana? Wewe shindukane mjomba. Karibu. Safi. Mjomba. Tasimu mjomba wangu. Wa kitambo sana. Safi. Hivi mbona jambo wote huko? Nyumbani. Sidhani kama kuna ukwema sana hata hivyo. Kijana mama kuondoka mazima yani. Ukumbuki nyumbani kwamba kuna familia. Kuna matatizo yametokea, kijana haupo. Kiamba kutegemea kijana angekuwepo kumsaidia kwenye moja na mbili, lakini haupo kabisa. Mpaka babu yako mzee Lama mwafariki wewe hujui. Si mchezo mjomba. Juma leo unajua huko ulipotoka alikuwaje mpaka hadi huko kijijini. Lakini ndugu yangu kuna simu sasa hivi. Si mjomba kama hivi maisha yangu sasa uniona hivi yani sieleweki nipo nipo. Sijui. Kwa mjomba simu chinga. Mjomba achana na mjomba. Ukijua mambo yangu na simu mjomba. Acha tu. Kwani kuna magumu sana mkukuta kwani? Hamna mjomba, maisha tu hapa na pale, mama kwa hivi yani ndo sieleweki kifupi. Mnaagiziwa kutoka nyumbani? Nini tena? Vipi Lema? Mbona mashangaa kuniona? Huku vipi? Sasa huko juu imekuja kufuata nini? Huko mmoja kufuata jibu langu, naona kimya siku zote. Yaani kuangalia mtaani sikuoni. Nasemaje sasa kesi? Ile bukie wapi? Ni bukie wao. Sikiliza wewe. Mimi siwezi kutembea na mwanaume ambaye ni mwizi, anavuta bangi, ushaelewa? Kwanza mimi na watu wa hizi au watu ambao wanavuta bangi sipatani nao kabisa. Upo. Kwa hiyo mimi hapo kwa ufupi siwezi kutoka na wewe. Kuna hiyo swala la uizi au kuvuta bangi ushaikuona na sehemu au mahali popote? Wewe mimi ndio ninavyosikia. Alafu mimi kwanza ukiangalia mimi naendana na mtu mwizi au naendana na mtu ambaye anavuta bangi, mambo ya kijana sienda nao kabisa. Kwa hiyo mimi na wewe siwezi kutoka na wewe. Ndio dharau kwa sikudua. Sema ndamtafuta hapa. Ngoja nijipange upya bwana. Nini tena? Familia imenituma nije kwako. Kwamba tutafuta. Umeiba nini? Sio kuiba. Yaani ni kwamba yani wewe ni mtoto nyumbani. Natakiwa tujue maendeleo yako wewe kama mtoto. Kama hivi umeniona, ungerudia ambaye umemuona mtani kwake yupo. Lakini sio kila rahisi hivyo. Yaani kwamba narudi tu bwana nimemuona. Hata siku moja basi rudi nyumbani tukuone. Mimi sana nitapisha taarifa. Lakini nao pia atakiwa kuone. Hii nyumbani nimetoka nimeaga kwa mkubwa pale. Kama nimemuaga bala mimi nitajitafuta hivi. Ni sawa kama umeaga. Lakini kuna matatizo mengine yanaendelea. Kama sasa hivi bibi yako analijua. Na maisha yako huko hatuyajui kabisa, yani naishije, unaendeleaje, unakula nini, hujui. Ndio kuna utafutaji kijana kama kijana. Lakini unakumbuka nyumbani. Mjomba sikiza. Wewe tutaongea ndani, tuongee ndani mjomba, swali. Tuongea mengi zaidi ndani. Kwa hapa mjomba, acha kwanza. Kuna ukwema wake. Kwema mjomba, tuongea ndani swali. Haya. Shem. Naam Shem. Njoo.
Abi. Chakula hichi ndio kule. Tayari. Shem. Hivi unaonaje mazingira hapa mtaani? Yaani maisha hapa mtaani, yaani ni mazuri lakini sema mtaa una vibaka sana. Tena kama mitaa huko chini huko. Ndio sana. Na kwa sababu kuna sehemu fulani hivi nilipita bana katikati hao. Natembea tembea nini lakini nikashangaa na mtaani watu wanakimbizana, sio walikuwa wanakimbizana nini? Yaani walikuwa wanakimbizwa na mtu hivi sijui. Wana ni hao waenzi huko akina Chambi. Maana Chambi ana gengi lake. Sema Chambi anaonekana ni mtu hatari sana kwa sababu kila sehemu utakapopita ni yeye tu Chambi. Unaona ni bwana. Kila mtu ampendi yule Chambi. Kila mtu amuibia. Akaba watu. Sema kati yao hapo naye pia naisi pia alikuwepo. Maana wote walikuwa ni wao, naisi pia alikuwepo Chambi mwenyewe naisi. Na pia ana demu wake. Yaani kila atakayekuja kutoka mjini akimtongoza demu wake anao. Kwa makini kwa mtani na vidadadala vya watu, sio ukapata matatizo. Usijali shemeji. Na unajua kaka yako hayupo. Au sio? Usijali. Kumbe mkaka anakaa hapa. Asa ngoja nikwambie shoga yangu mimi. Muda wote huo. Karibu. Kazi gani hiyo unafanya mpaka usinisikie? Nikupe nipo chumbani. Haya. Karibu. Asante. Unakaa sasa. Wako kuna mihangaiko. Wewe nawe tena ukoi. Mwanamke kujishughulisha. Karibu. Asante. Niambie. Hapo unaumbea, maana hapo uji kwetu mpaka umbea. Ndio hivyo hivyo shoga yangu. Nipe. Katika kupita kwangu huko, nisikutana na yule kijana anakula pale kwake. Umepona hadi kwake? Kwake ni wapi bwana? Hapo mtaa kati. Unaweza kunipeleka kweli? Nitakupeleka lakini mpaka unatembea mpaka umejua napokaa. Hapo nasema mimi kidogo mimi mbea, wakati pia mbea. Sasa nitafanyaje? Ndio hivyo hivyo wakati ndo unamtaka shemeji yangu jamani. Alafu shoga yangu hapo mpia na umbea wangu. Mbea gani tena? Aisha si atembea na mwenyekiti. Shoga yangu atembea na mwenyekiti na nimemkuta. Ji baba lote lile jamani. Atajua mwenyewe na maisha yake. Dunia ishaisha. Atajua mwenyewe. Atembea na mwenyekiti. Tena kwa siku pia nimeliwafuma. Nikasema hivi nitampata hapo shoga yangu. Nikasema nitamfuata. Sema mama sasa hivi hayupo. Ndio nyumba. Kaenda. Katoka kidogo. Shoga yangu.
Hapa si yani hapa tuendi mpaka kamalize kazi. Kama vipi Tundu kasaidia haraka tuendi. Leo yani mambo hayapoi. Usijali. Gangu wewe. Ndio pia. Sasa hizi. Salamu. Wema. Wema. Bwana dada, mimi ni mtaumi, ni mgeni. Na hapa nilikuwa nauliza kwa dada Zungu, hivi ni wapi hapo nisaidie? Kwa Zungu ni hivi, afu mimi naelekea hivi, mimi nakatisha hapo, nitafuta hapa, nitakuonyesha nafasi nyingine. Sasa. Aisha. Njoo kwa mpenda mbea huo, njoo toka. Yaani wangu naombea wewe umeusikia huko mpaka wewe umelini. Shoga kumpea gani tena? Nasikia mwenzangu kwa tembea na mwenyekiti atuambiani. Mimi huyo. Ndio wewe kumbe hizo habari zikuta huko mimi natangaza dada. Mama shoga yangu shanitibu. Hebu amka tuanze kwanza. Ngoja kwanza nimpigie mwalimu na. Mpigie chap. Haiwezekani mimi kila mtu mwanaume anatembea naye mimi. Mpigie chap naye. Yule naye. Halo. Vipi? Njoo hapa kuambia kwa kina Aisha mara moja. Njoo mara moja. Mwambie aje sasa hivi. Njoo na Rehema. Yaani kuna umbewe. Njoo sasa hivi. Yaani usichelewe sasa hivi. Umesikia? Haya poa. Kwa hiyo shoga yangu wewe maneno umeyasikia wapi kwanza? Huko mtapi natoka huko. Akasema ngoja kwanza nikufanye kusalimia ama nikikubana wewe umbea. Akasema nilikuja nje kufikishie mwenzangu. Sio kweli. Mwantu basi naye afanye haraka. Nishamwambia akasema anakuja. Ngoja basi nifanye mambo kabisa. Uvae na viatu. Halo, wewe uko wapi na wachelewa bwana? Nini? Fanya haraka jamani, jua hili kuna kazo tute maji wafua, fanyaje? Fanya haraka. Mambo Poa. mzima kabisa. Mzima sijui. Samahani, nilikuwa na maongezi na wewe kidogo. Yaani kakaangu utanisameni hapa na haraka. Kama una haraka basi naomba unisaidie mawasiliano hapo. Tuweze kuwasiliana. Ni kama uko jaji. Sawa. Samahani. 06 86 57 38 13. Nitakucheki basi hapo 77. Jamani. Tena sio umbea, yaani ongela umbea. Yaani hivi tipwa. Yaani haya ndo mambo yetu. Nilijua tu zai uko sio umbea. Nakwambiaje kama tunatoka kule chini. Naja huku sio nikamsalimia Aisha. Nikamkuta kwambia mimi matangaza kwamba Aisha atembea na mwenyekiti. Hata hapa bila kukoa tu amke twendeni. Twendeni kasubiri nini?
wewe. Songea sana mama hizo pale. Shoga yangu twende. Shoga yangu, tenda ukapaone anapokaa huyo mkaa. Kwani anakaa mbali sana? Wala ni hapo mtaa kati hapo. Sawa. Kuna ile bati la kijani kijani lile. Haya.